mwalimu wetu Idris. Huyu ndio mwalimu wetu katika hizi nyanja. Asante sana kakangu. Kakangu nikumbushe jina. Naitwa Julius Buchu. Julius Bushu. Ndio. Asante sana. Kwanza, katika nchi ambazo unasema ni za Kiislamu kuna vita na nini, labda wawe na vita vya kiwao kwa wao na mambo zingine zao, lakini sisi Waislamu, nchi ambayo inahukumiwa na sheria za Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ni katiba. Qur'ani. So ukisikia nchi inafuata Qur'ani, kuna mambo Qur'ani imekataza. Kwanza mambo ya kuua watu hivi Qur'ani imekataza. Qur'ani 5:32. Sikiza habari Qur'ani namna inavyoeleza. 5 aya 32. Naam. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Asante. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Na kwa sababu ya hayo, sikiza, Mungu anasema na kwa sababu ya hayo tunawaandikia wana wa Israeli. Tukawaandikia Banu Israeli. Tukawaandikia kitu gani? Ya kwamba atakayemuua mtu. Yani wewe Bushu sahi ukiua mtu, Mungu ameandika hivyo. Wewe ukiua mtu bila yeye kuua mtu, bila ya yule mtu kuua mtu, yani na sheria ihukumiwe na jaji mkuu, maana yake kadhi, au bila kufanya ufisadi katika ardhi, basi ni kama ameua watu wote. Mpatie microphone. Kumbe katika Uislamu ukiua mtu mmoja unaandikiwa madhambi ya kuua watu wote na mwisho unapelekwa motoni. Kwa sababu Mungu amekataza umwagaji wa damu. Ndivyo. So Mungu katika Uislamu amekataza mambo kama hayo. Mtu anayefanya vile ni mtu anayeenda na kinyume na Uislamu, na huyo ni mtu binafsi, labda anatafuta mambo yake binafsi, lakini Qur'ani imekataza kabisa. Na inasema kwa sababu kuna ile mambo ilikuwa ya kama umeua mtu unahukumiwa na wewe utauawa. Sio watu wanahukumu, ni jaji ambayo ni kadhi. Kama hapa Kenya kulikuwa na kitu inaitwa kinyonga, si unakumbuka zamani? Mada kesi zile ukiwa sikiza Qur'ani 17 sura Isra 17:30 na 30 ngapi? Niangalie 31 kama sijakosea. 31. 31 32. Hebu tusome 33. 33. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. 17:33 Qur'ani. Sikiza habari. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Wala msiue nafsi ambayo. Sikiza, Mungu anakataza wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Mungu amekataza kuiua, maana yake wewe huna ruhusa ya kuua mtu. Ukiua mtu ni sawa umeua watu wote. So ukiona nchi wanasema ni nchi ya Kiislamu na wana vita zao, labda wao hawafuati ule Uislamu ulioko ndani ya Qur'ani, au wana benefit zao za kivyao, lakini sio Uislamu. Uislamu umekataza haya. Na Uislamu ukifuata katiba ya Uislamu haiangalii wewe ni mweupe au ni mweusi. Sheria ya Kiislamu inakata kote kote. Mungu amekataza mtu kuua yule mtu mwingine. Pema iko. Nakuelewa. Asante. Na nimeshukuru. Asante. Lakini wakati ulikuwa unasoma hii Qur'an, na kuna ule uadui umejitokeza baina ya Waislamu na Wayahudi. Naam. Ule uadui ni kwa nini uwachukia Wayahudi? Mimi sijawachukia Wayahudi. Wala mimi sina uadui na Wayahudi. Mungu ndiye anasema Wayahudi ndio wako na uadui. Sikiza vizuri. Qur'ani 5:80 anza 79 ama 78. 5:78. Naam, sikiza. Aya 5 aya ya 78. 78 ni kufunze kuhusu Mayahudi. Sio mimi. Kwanza Yesu ndiye aliwalaani na wakalaaniwa na ulimi wa Daudi. Sikiza 78 Qur'an. Inasema hivi, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Asante. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Walilaaniwa. Sikiza, walilaaniwa sio mimi, walilaaniwa wale waliokufuru. Sikiza, sio wote Mayahudi, ni baadhi, ni group iliyokufuru, wale waliokataa maneno ya Mwenyezi Mungu walilaaniwa. Sasa hao Mayahudi waliokataa maneno ya Mwenyezi Mungu sio wote. Malizia. Wale waliokufuru. Miongoni. Sikiza, miongoni mwa wana wa Israeli. Miongoni mwa wana wa Israeli, sio wote waliolaaniwa, kwa sababu Yesu ni mwana wa Israeli na ni Myahudi na ni Muislamu ndugu yetu, kwa sababu Yesu alikuwa ni Muislamu, Musa ni Muislamu, Ibrahimu ni Muislamu. Na hii sio maneno ya mdomo, ni vitabu ndio vinasema.
Yesu alikuwa ni Muislamu, tena alikuwa ni imamu msikitini, anaswalisha, anaongoza ibada. Musa alikuwa ni Muislamu, anaongoza ibada. Bada vizuri, na wewe mimi najua unajua Yesu ni Muislamu. Na unajua Mariamu aliyemzaa Yesu ni Muislamu, kwa sababu Mariamu hata mkimchora mnamchora kama mwanamke wa Kiislamu, kwa sababu unajua ni Muislamu. Bada vizuri, malizia na hiyo wana wa Israeli. Inasema hivi, wacha nianze, inasema walilaaniwa. Sikiza sasa, hao ndio maadui wale ambao walilaaniwa miongoni mwa wana wa Israeli, sio wote. Sikiza habari. Wale waliokufuru miongoni mwa wana wa Israeli. Wale waliokufuru miongoni mwa wana wa Israeli. Kwa ulimi wa Daudi. Sikiza, kwanza alianza kuwalaani ni Daudi, sio sisi. Malizia. Na ulimi wa Isa ibn Maryam. Na ulimi wa Yesu mtoto wa Mariamu. Yesu aliwalaani wale waliokufuru, kwa sababu kuna Mayahudi waliabudu masanamu, wamelaaniwa na Mwenyezi Mungu, wakakataa kuabudu Mungu wa kweli. Hao ndio tunaambiwa ni maadui, sio wengine. Inamalizia kusema, malizia, hayo ni kwa sababu waliasi. Kwanza waliasi na kupindukia mipaka sana. Na wakapindukia mipaka sana. Mpe microphone. Ndio hao ni wale walioasi, wale waliokataa. Hao ndio wanatufanya maadui, kwa sababu wanajua Waislamu wanafuata haki. Ndivyo. Mwisho, mbona muite wa Kristiano makafiri? Mbona tuite wa Kristiano makafiri? Kwanza, hakuna katika Qur'ani aya hata moja inasema wa Kristo makafiri. Hiyo sijaona. Na kitabu ambao kinaita watu makafiri ni Biblia 1:4 Yuda. Ni Biblia ndio imeanza kuita watu makafiri, sio Qur'ani. Sikiza Qur'ani, alafu nikueleze. Sikiza Biblia. Biblia ndio inaita watu makafiri 1:4 Yuda. Kitabu cha Yuda ni kidogo sana. Inasema kuna watu 1:4. Angalia hapo na macho yako. Ni Biblia ndio inaita watu makafiri. Yasonga hapo. Katika Uislamu hatuitani makafiri. Nakuonyesha vizuri. Sikiza habari wewe. Acha nitafute Yuda kitabu cha Ibrania 1:4. Yohana. Inasema hivi, kuna watu waliojiingiza kwa siri. Muonyeshe kabisa. Waraka wa Yuda. Angalia, hiyo ni Biblia. Biblia kitabu cha Yuda kiko hapo, ukitoka Revelation ndio ya mwisho, Yuda ndio hiyo. 1:4. Na sisi tunasema pia kwamba tunawahusia wote asimuite mwingine kafiri. Wala hiyo hakuna. Wala hakuna mtu. Makosa. Inasema hivi. Na kuonyesha sisi tunawaita wa Kristo nani katika Qur'ani. Soma. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Biblia inasema kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri. Muonyeshe vizuri. Aseme ni Waislamu. Hiyo ni Biblia. Makafiri. Kumbe Biblia ndio inaita watu makafiri. Malizia inasema makafiri ni nani? Makafiri. Wabadilie neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Ukiona mtu anabadilisha neema ya Mungu inakuwa ufisadi, Biblia inasema huyo mtu ni kafiri, sio mimi. Wala sio Qur'ani, Biblia. Malizia chini. Nao hao makafiri humkana yeye aliye peke yake. Yaani Mola. Sikiza, nao humkataa yeye aliye peke yake, Mungu. So ukisikia mtu akisema Mungu sio mmoja, anasema Mungu ni wawili au ni watatu, Biblia inasema huyo mtu ni nani? Patia microphone. Kafiri. Sio mimi. So ukisikia mtu anasema Mungu ni watatu, Biblia inasema huyo mtu kafiri, sio mimi. Ni Biblia ndio inaita watu makafiri. Sasa sisi tunaita wa Kristo namna gani? Qur'ani 5:82. 5:82. Sikiza, Qur'an nayo inasema wa Kristo ni nani? Kwa sababu wewe umeuliza mbona nyinyi Waislamu mnaita wa Kristo makafiri? Sio sisi. Biblia ndio imeita watu makafiri na imekueleza. Inasema hivi. Sasa Qur'ani inaita wa Kristo nani? 5:82. Inasema hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Uislamu ni Mayahudi na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu. Asante. Inasema hivi, na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni wa Kristo. Mpe microphone. Marafiki. Umeiona vizuri? Kumbe Qur'ani inasema wale marafiki wa karibu na sisi ni kina nani? Ni wale wanaosema wao ni nani? Ni wale wanaosema wao ni nani? Rudia aone. Angalia na macho yako hiyo Qur'ani. Ni wale wanaosema. Ni wale wanaosema sisi ni wa Kristo. Mpe microphone. Kumbe Qur'ani inawaita wa Kristo marafiki wa karibu na nani? Na Waislamu. Asante, ubarikiwe. Nzuri. Asante. Nimeshukuru. Dini ni nzuri. Naipenda. Lakini nikienda, usiende kwanza. Na swali moja kwako kabla hujaondoka. Okay. Katika hili dini la Uislamu, kuna kule kusamehewa dhambi.
kusamehewa dhambi. Kuna umetenda dhambi, ukatenda ama ukafanya yale maovu. Naam. Baada ya kuyatenda maovu, unataka sasa usamehe ile yale maovu ulitenda. Kwa sababu katika dini ya Wakristo kuna mtu anaitwa Yesu. Yesu alikuja na ile message ya forgiveness. Ukikosea pale, unapewa nafasi, yani unasamehewa. Katika Uislamu nimesikia kuna yule akipata pengine amefanya jambo fulani, kama ameimba, mkono wako wa kulia unapigwa panga, unakatwa. Ama alipokatamina katika uizi, miguu yake inachinjwa. Sasa jinifusie dawa ndio baba vizuri. Mpe huyo. Alafu wewe kidogo umesikia Uislamu kwa kusikia kwa watu. Yaani kwa mlango wa Juma. Lao ungeusoma Uislamu ndio ungejua. Kwanza mwizi akishikwa katika daula ya Kiislamu ambao inatawala na Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwizi hakatwi mkono hivi hivi. Mwizi kwanza anapelekwa, anachunguzwa, anahojiwa na kadhi, labda ajue huyu ameiba kwa sababu ya njaa au kwa sababu gani. Akijulikana ameiba kwa sababu ya njaa, anasamehewa, kisha anapewa kazi ya kufanya asiwe na njaa. Pata vizuri Sheria za Kiislamu haziendangi hivi hivi. Lakini akijulikana huyu ni tabia yake ya wizi, sio njaa inampelekea tabia zake, badala ya kupelekwa jela akae miaka 20 jela, anakatwa mkono kuliko akaishi jela. Akitoka jela anakuja alikuwa ni pickpocketa, mwisho anakuwa ni mwizi wa bunduki, kwa sababu anafundishiwa huko masomo. Anapata vizuri Ama ameiba simu. Anachoma mwatu kwa tairi simu ya 500. Kuchoma mwizi ni makosa, ni dhambi kubwa katika Uislamu. Huwezi choma mwizi. Mwizi anashikwa wala hapigwi. Katika Uislamu ni makosa, ni dhambi kupiga mwizi. Haguzi na anashikwa, anapelekwa kwa kadhi, ambao sheria wakati inatawala ni ya Kiislamu. Kadhi anamhoji kwanza, lazima ajue kwao, ajue wazazi wake, ajue huyu mtoto ameiba kwa sababu gani. Labda mtu watoto wake wamelala njaa siku 3 na ameenda ameiba unga na wewe umemchoma, hiyo ni makosa. Lazima uelewe huyu kafanya hivi kwa sababu gani. Napata vizuri Ndio unaona hata mzinifu mwanaume na mwanamke hawapigwi hivi hivi, lazima kwanza achunguzwe. Je, huyu ameoa au hajaoa? Lazima ajulikane vizuri. Akijulikana hajaoa, hawa ni vijana wanapigwa viboko, ndio wasirudie ile tabia. Viboko 100. Na nipata vizuri So sheria za Kiislamu asiendi na jazba. Venye atuwe unaona ati wakipata wanafanya hivyo, hapana. Sikiza habari kuhusu msamaha. Msamaha inasema katika Qur'ani sura ya 5, naam, aya yake ya 15. Asante. Enyi watu wa kitabu, imekwisha kufikieni nuru ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asante. Aliyekudhihirishieni mengi mliokuwa mkiyaficha katika kitabu. Na husamehe mengi. Mpe microphone. Katika Uislamu swala nzima tumehusiwa ni kusamehewa, kwa sababu kama Mungu aliyekuumba anakusamehe, na wewe usitoe msamaha kwa watu. Waislamu, hata nikikukopesha deni nione umeshindwa kulipa, katika Uislamu naambiwa nikikusamehe ni sadaka kubwa sana hiyo, na kusamehe nakwambia hiyo nimekusamehe. Para vizuri nikiona mimi mwenyewe huna uwezo wa kunilipa na nilikupa mkopo na kusamehe. Nilikupa deni na kusamehe. Yani katika Uislamu swala la kusamehe lipo sana. Hata mtu akikufanyia maudhi mengi, swala nzuri unaambiwa msamehe, mwache. Ndivyo. Asante sana, ndio hivyo. Nimeshukuru. Kabla sasa na mimi na swali moja kwa. Ndivyo. Asante sana. Kuna huyu Yesu ambao kila mtu anamtaja. Wewe unamjua Yesu? Namwamini. Asante. Yesu ni nani? Tu na pia kumwamini. Asante. Yesu ni nani? Yesu kulingana na dini ya Wakristo. Anasema kulingana na wewe na venye ulimwamini. Wachana na dini ya Wakristo. Yesu ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu. Ndivyo. Je, kuna sehemu imeandikwa Yesu ni mwana wa Mungu? Kunayo. Sehemu gani katika Biblia? Kuna ile Manake sisi Waislamu tunafundishana. Hatuko hapa kukuonyesha tunajua kuliko wewe ama nini. Tunataka tuone hapa ndio imeandikwa Yesu mwana wa Mungu, kwa sababu sisi Yesu tunayemjua ni huyu. Qur'ani 3:45.
3:45 kitabu kilichokuwa na shaka ndani yake. Manake inawezekana kuna Yesu wawili. Wewe unaamini Yesu wako kando na sisi Yesu wetu kando. Kwa sababu Yesu tunayemjua ni mtoto wa Mariamu, sio mtoto wa Mungu. Kwa sababu aliyebeba mimba ni Mariamu, aliyeenda kujifungua ni Mariamu. So Yesu ni mtoto wa Mariamu kulingana na sisi na imani yetu. Manake Mungu hazai. Mungu sio mwanaume wala Mungu sio mwanamke. Kwa imani yetu Mungu hazai. Mungu hana watoto. Mungu hana viumbe. Sisi ni viumbe wa Mungu, sio watoto wa Mungu, kwa sababu Mungu hazai katika imani yetu, kwa sababu Mungu hana jenda. Safiri sasa Qur'ani 3:45. Hebu nione Wakristo tuko wangapi hapa leo? Wakristo. Hebu nyosheni mikono wapendwa. Wakristo wako wengi sana, mashaallah. Naona wambaki 3 4 tu. Wakristo wa kweli wako wengi. Asante sana, mbarikiwe. Dadangu nikusalimie. Wewe tu dadangu. Njoo nikusalimie. Wala usiogope. Salamu tu. Hebu hapa upate kiti. Dada. Yani usiogope dada, wala dada hawaogopi. Kaka nikusalimie. Brother. Njoo nikusalimie. Sasa dada akitoroka naye kijana atoroke. Bala, Wakristo wako wapi? Kaka basi nikusalimie. Kaka nikusalimie brother. Nikusalimie brother. Kijana mdogo kumbe machachari kabisa, pole kwa kanyaga hapo. Msalimie huyu kijana huyu. Anaitwa Idris. Msalimie tu. Huyu anaitwa Idris. Na kampuni yake huyo ni nzuri susu. Idris. Gari zito. Kuja kwanza salimie. Sio Idris. Kuja nitakutomea. Yaani la. Hebu muzika hapa. Habari yako bana? Naona uko kwa kampuni nzuri. Shara mnono. Kaa kidogo hapo. Mpe kiti hapo. Tulia tu kidogo. Mpe kiti tu. Kaa tu. Suzu naye. Kristo mwingine, Mkristo wa kweli. Sitaki hapa nisalimie brother. Si unaona? Nisalimie kaka. Tunataka ule wa kweli. Sitaki ule kidogo. Wanakuita nani? Amos. Jina kubwa sana Amos. 3:9. Amos jina kubwa sana. Asante sasa. Sikiza Yesu ambao tunamwamini na wewe unayemwamini labda ni wawili tofauti. Qur'an 3:45 baba. 3:45 inasema baada ya billahi minashaitani rajim. Kama charani hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Maana nataka kuingia kwa usafi. Asante sana. Asante. Maeneo. Sema hivi. Nakumbukeni. Waliposema malaika. Ewe Maryam. Sikiza, malaika walitumwa kwa Mariamu. Ewe Maryam. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema wewe Mariam. Ya kumzaa mtoto bila ya mume. Ya kumzaa mtoto bila ya mwanaume. Maanake sisi tunajua Yesu alizaliwa hana baba, ana mama hana baba. Malizia. Bali kwa kutamkwa neno tu. Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake Mwenyezi Mungu. La kukwambia zaa. La kukwambia wewe Mariamu zaa. La kukwambia zaa. Ukazaa pasi na kuingiliwa. Jina lake. Sikiza, ule mtoto utakayemzaa Mariamu, jina la huyo mtoto ni Masihi. Utamuita Masihi Isa. Yesu mwana wa Mariamu. Mtoto wa Mariamu, sio mtoto wa Mungu. Sema hivi. So sisi tunaamini Yesu alizaliwa kimiujiza, lakini yeye ni mtoto wa nani? Wa Maria. Kwa sababu Mungu hazai. Kazi ya Mungu ni kuumba. Hivyo sisi ni viumbe wa Mungu. Yesu ni kiumbe cha Mungu, Mariamu ni kiumbe cha Mungu, sisi zote viumbe wa Mungu. Hivyo alafu huyu Yesu alipozaliwa, yeye ametumwa sio kwa ajili ya watu wote. Hajatumwa kwa watu weusi kama sisi. Ametumwa wapi? 49 hapo baba. Ayake 49 nasema hivi. Na atamfanya mtume. Sikiza, na Mungu atamfanya huyu Yesu mtume kwa wana wa Israeli. Pe microphone. Alafu huyu Yesu akizaliwa ni mtume kwa watu gani? Wana Israeli. Waisraeli. Ndio akachagua wanafunzi 10 na ngapi? Na 2. Na hao wanafunzi wote walirepresent tribe za Banu Israeli. Mmoja anatoka katika kabila ya Yuda, mwingine kabila ya Benjamini, mwingine kabila ya nani? Wote ni Waisraeli. Hakuna mmoja aliyetoka nje. Mtume aliyetumwa kwa ajili ya watu weusi ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo ndiye ametumwa kwa ajili ya watu wote, mimi na wewe. Lakini Yesu ametumwa kwa kabila 12 za wana wa Israeli. Hiyo naelewa. Kumbe unajua. Lakini Yesu mwenyewe alikataliwa na wale. Kwenye amezaliwa alikataliwa. Na ndivyo wakamweka msalabani. Kuna andiko yoyote Yesu alikataliwa? Ndio walimsulubisha msalabani. Kuna andiko Yesu alikataliwa?
kwa kile kitendo alifanyia chenyewe. Inaonyesha ya kwamba sio kitendo. Kuna mahali Yesu alikataliwa na Wayahudi. 8:31 baba, kama sijakosea, Yohana 8:31 Yohana. Naam. Kitabu ni cha Yohana 8:31 kama sijakosea. Acha niipate 8 andika. Alafu usisahau uliniambia Yesu ni mwana wa Mungu. Natafuta unipatie mahali imeandikwa Yesu mwana wa Mungu, kwa sababu nimekutolea ule Yesu tunayemwamini sio mtoto wa Mungu, ni kiumbe cha Mungu, ni mtoto wa Mariamu, kwa sababu Mariamu ndiye alimbeba na akamzaa. Sikiza habari we. 8:31 umepatia, inasema hivi. Sikiza, wewe umetuambia Yesu alikataliwa na Wayahudi. Na mimi nauliza Biblia, je, Yesu alikataliwa au alikubaliwa na Wayahudi? 8:31. Inasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Wale Wayahudi waliofanyaje? Waliomwamini. The microphone. Kumbe Yesu aliaminiwa na kina nani? Wayahudi. Na wewe umetuambia walimkataa. Hiyo yako ya kusema walimkataa ulitoa wapi? Isiwe ni ile ya mchungaji. Unajua ya kwamba Wayahudi walimkataa Yesu ndio akatumwa kwetu. Iko wapi kwa maandiko? Maanake ninapata Wayahudi walimwamini kwa maandiko. Wayahudi walimwamini Yesu na wakamfuata, na mbona wakamuua? Hakuna mahali Yesu aliuawa. Unayo hiyo sehemu Yesu aliuawa na Wayahudi? Hiyo mahali sijaipata, kwa sababu Yesu hakuuawa. Na ndivyo sasa mimi mwenyewe ile uelevu wa Biblia sinao. Asante, sinao. Ubarikiwe sana. Lakini usajua Yesu hajatumwa kwa watu huo. 15:24 Mathayo. 15:24 Mathayo. Alafu nikuje kwa mwingine. Wewe mtume wako ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usiondoke na kaswali ka mwisho, maanake kuna swali inanisumbua akili sana. Kwa nini sisi Waislamu tukienda kwa haja kubwa na haja ndogo tunatumia maji, na nyinyi mkienda haja kubwa na haja ndogo hamtumii maji? Mlitoa wapi kutumia tisho na karatasi? Biblia inasemaje ukienda haja kubwa na haja ndogo? Na Qur'ani inasemaje ukienda haja kubwa na haja ndogo? Kwa sababu usafi ni muhimu. Unanielewa wewe? Hiyo swali nataka unijibu wewe. Sikiza habari wewe. 15:21. Usafi kitu muhimu sana. Usafi ni kitu muhimu. Safiri baba. Inasema hivi. Akajibu akasema. Sikiza, Yesu akajibu akasema. Sikutumwa. Yesu anasema mimi Yesu sikutumwa ila isipokuwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mpe microphone. Kumbe Yesu anasema ametumwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba gani? Israeli. Wewe ni Mwisraeli ama Mkenya? Kikuyu. Wewe Kikuyu. Kikuyu, sikiza, nabii wa Kikuyu ni nani? 7:158 Qur'ani. Nabii wa Kikuyu ndio huyo. 7:158 Qur'ani. Nabii wa Kikuyu ndio huyo. Inasema baada a'udhu billahi minash-shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Nabii sasa wa Kikuyu na wa Kisii na wa Mjaluo na wa Mkamba na wa kila mtu. Sikiza, ndio huyo sasa. Inasema sema. Ewe Nabii Muhammad. Enyi watu. Hakika mimi Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Microphone. Kumbe naye Muhammad ametumwa kwa watu wote. Yesu ametumwa kwa kondoo za Israeli. Sio mimi. Ndivyo. Ni maandiko. Na yamekauka. Mimi nimezaliwa juzi. Nimepata imeandikwa. Na huwezi badilisha ukweli. Ni ukweli. Asante. Sasa hii ya kwenda chooni ndio niende kwa huyu. Hii ya kwenda chooni. Wewe usiondoke wewe, wala sikuulizi swali. Sisi tunatumia maji. Nyinyi mnatumia nini kwenda chooni? Hizo matisho. Karatasi. Mlitoa wapi? Tisho na karatasi mlitoa wapi? Mlitoa wapi? Na swali moja kwako. Huyu tuseme ni mtoto wangu, sawa Ndivyo. Nimeenda haja mimi mwenyewe. Na ninaendesha, si unajua maana ya kuendesha? Ndivyo. Na huyu kijana yangu ameenda haja, sio ile ya kuendesha gari. Unajua mwingine anauliza kama mimi dereva, sio hiyo. Kuna kuendesha kwingine. Na nipata vizuri Na huyu kijana yangu ameenda haja hiyo tu, akawa anaendesha. Huyu kijana yangu nikamuosha na maji na nikamvarisha nguo mpya, na mimi baba yake nikajipanguza na tisho. Wewe ukaingia nyumbani kwangu ukasikia kunanuka harufu ya kinyesi, ukaniuliza baba fulani, mbona hapa nasikia kunanuka harufu ya kinyesi? Nitaangalia mimi niliyojipanguza ama huyu mtoto niliosha na maji? Uliojipanguza.
Kumbe hata nyinyi mnajua tisho imalizi uchafu. Na bado mnaitumia. Bio. Yaani nyinyi mnajua hii kitu haimalizi na bado mnaitumia. Ukienda haja inafaa utumie maji. Biblia inakubali na Qur'ani inakubali utumie maji. 9:10 Waebrania. 9:10 Waebrania. Kumbe wewe unajua kabisa, ananiambia direct yule aliyejipanguza huyo ndiye atakuwa anatoa harufu. Kumbe mnajua. Na amechekesha hapa, anasema ni kwa ajili ya haraka. Anasema ana haraka. Inasema hivi 9:10. Kwa kuwa uangalie maandiko ndugu yangu, sije kaonekana nasoma vitu vyangu hapa. Inasema ni kwa kuwa ni sheria ya jinsi ya mwili tu. Kwanza hii habari ni mambo ya mwili. Hii sio mambo ya kiroho, ni sheria ya mwili. Vyakula na vinywaji. Ukila chakula unaenda haja kubwa, ukinywa kinywaji unaenda haja ndogo. Malizia. Na kutawadha. Na ukienda haja kubwa na haja ndogo hautumii sehemu moja, sehemu mbili. Sikiza habari, na kutawadha. Mpe microphone. Najua maana ya kutawadha? Hapana. Muonyesha hapo nyuma ya Biblia. Kutawadha maana yake nini? Muonyesha vizuri. Neno tawadha. Ni nini? Tawadha ndio hii. Maana yake nini? Inasema nawa. Asante. Kumbe kutawadha ni kunawa. Na mpe maiki. Unanawa na maji ama kitisho? Karatasi. Ndio unanawa nayo? Zote hizo ni. Ukienda kunawa mwili. Sasa inasema naenda kuoga mwili. Unaoga na karatasi ama na maji? Na maji. Kumbe kunao unanawa na maji? Na maji. Sikiza habari. Na kutawadha. Na kunawa kwingine kwingine. Mpe microphone. Kumbe ukienda haja, Biblia inasema lazima unawe, kuna jenga na rube ama kware. Kumbe wewe ukienda haja lazima ubebe maji. Na watu wakiona ukienda kwa haja unabeba maji, watasema huyu amekuwa dini gani? Muislamu. Kumbe Biblia inakufundisha uwe dini gani? Islamu. Na unabakia nini huko baba? Okay, vizuri. Hiyo Uislamu mtakuja kuingia baadaye. Utakuja kuingia baadaye. Kwa muda huu. Sio saa hii. Lakini nimesema napenda Uislamu. Kumbe wewe unaupenda Uislamu. Ile kitu iko. Kuna ile hakuna ile tofauti kuumbwa. Kwa sababu niambia kwamba ili nikuwe Muislamu ninakiri kuwa Muhammad mwenyewe ni mtumwa wa Mungu. Ni mtumishi. Kuwa Muislamu unaamini Mungu ni mmoja, hakuzaa wala hakuzaliwa. Maana yake Mungu hana watoto, Mungu ana viumbe. Ya pili, unaamini Muhammad ni mtume wa Mungu. Muhammad si Mungu wala sio mtoto wa Mungu. Na unaamini Yesu ni mtume wa Mungu, Musa ni mtume wa Mungu, unaamini manabii wote. Yaani Uislamu sio kuamini nabii mmoja, unaamini manabii wote. Asante. Ni kweli. Utakuja kuwa Muislamu kabisa. Sema insha Allah. Inshallah. Yaani Mungu akitaka. Niambie kwa Kikuyu. Kwa Kikuyu. Lakini nasema ya kwamba kuna katika Ukristo. Kwanza tunasemanga Jesus is the way. Unaona? The way and the truth. Kumfikia Mungu mwenyewe lazima kwanza umjue Yesu. Katika Uislamu mnasema ili kwanza ndio nikuwe Muislamu, kwanza ni muamini Muhammad. Kwa sababu kwanza katika Uislamu sio kumwamini Muhammad. Katika Uislamu kitu ya kwanza ni kumwamini Mungu. Lazima umwamini Mungu, ndio first priority. Alafu ya pili unaamini manabii wote aliyowatuma, sio nabii mmoja. Manabii wote aliyowatuma, kwa sababu nimekueleza kama nyinyi mnaamini Jesus the way, tunaamini huyo Jesus was a Muslim. Yesu ni Muislamu. Alikuwa Muislamu na hakuna wala pingamizi, inajulikana kabisa. Hivyo. So wewe ukisema unamwamini Yesu, tunakushangaa unaaminije Muislamu wakati wewe sio Muislamu? Unaaminije Muislamu wakati wewe sio Muislamu? Naamini kwa sababu waliumbwa na Mungu, wote ni wa Mungu. Kabisa, na wewe lazima ufuate Yesu. Na Yesu ni Muislamu. So lazima na wewe uwe Muislamu. Unabakisha nini? Okay. Wewe tuwe kama Uislamu neo dini ama. Neo dini yatu na Uislamu ni gwetikia Ngai ucio wa iguru ni Ngai umwe, na Muhammad ni ndungata ya Ngai na Yesu ni ndungata yake. Kwisha. Basi. Ndio kweli. Kama ni kuamini tu Allah, ndio tumeelewana kabisa. Lakini Muhammad ni nabii wa Mungu. Lazima uamini manabii wote. Ukiamini Muhammad mpaka Yesu ameweka tu pale. Unafanya hivi Qur'ani 2:285. Sikiza imani ya Waislamu wewe. 2:285. Na maana yake naona wewe hujaelewa kabisa, alafu twende kwa wengine. Maana yake naona nao wana maswali. Alafu wewe ukisema utakuwa Muislamu ni kwa hiari yako. Ukitaka unakuwa Muislamu. Kijana usiondoke, sijakusalimia. Salamu tu.
Wala sikuulizi swali. Hakuna swali. Hakuna swali na kuuliza wewe. 585. Inasema baada ya udhu billahi minashaitani rajim. Teremka. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Mtume ameamini aliyoteremshiwa kutoka aliyoteremshwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Inasema na Waislamu pia wameamini hayo. Wote wamemwamini Mwenyezi Mungu. Sikiliza, Waislamu wote wanamwamini Mwenyezi Mungu. The first priority ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Teremka. Na malaika zake. Na unaamini malaika wa Mwenyezi Mungu na vitabu vyake. Na vitabu vya Mwenyezi Mungu unaamini. Tunaamini Taurati na mitume wake na Injili na hii Qur'ani na mitume wake Mwenyezi Mungu tunawaamini wote bila kubagua. Nao Waislamu na mtume wao husema hatutofautishi baina yoyote katika mitume wa Mwenyezi Mungu. Hatuna utofauti wa kutofautisha ati huyu tunamwamini huyu hatumwamini. Tunaamini wote. Wote tunawaamini. Wanabii wote wa Mungu tunawaamini. Na husema tumesikia na tumetii. Hiyo ndio imani ya Kiislamu. Yaani unaamini manabii wote bila kubagua. Na waamini kule kuamini. Unajua kuamini mtu ni kufanya vile vitendo alivyokuwa anafanya. Na ndio kujaribu vile vitendo. Asante. Hizo vitendo unazifanya wakati umezisoma. Nimezisoma. So wakati unaamini hivyo, ya pili unaenda kusoma Uislamu. Ndio unajua zile vitendo. Unajua vizuri ukitembea unafaa utembee hivi katika dunia. Ukilala unafaa ulale namna hivi. Ukienda haja haufai kwenda haja ndogo uko umesimama. Uwe mwanaume uwe mwanamke. Lazima uchuchumae. Kwa sababu ukisoma katika wale madaktari wamepitia biology na nini, wanakuambia kuna veini ziko huku ya mwanaume. Ukienda haja ndogo ukiwa umesimama ile haja ndogo haitoki yote. Ukirudisha katika nguo yako ya ndani lazima utapata kuna maji. Hiyo ni ile haja ndogo imeendelea kutoka. Lakini ukichuchumaa zile veini zinafunguka, haja yako ndogo yote inaisha. Ukirudisha nguo yako ya ndani haiwezi kununuka harufu ya mkojo. Na nipata vizuri. So Uislamu unakufundisha namna ya yani na maisha yote ya mwanadamu Uislamu unakufunza. Hivyo hata nimalizie sasa niseme na nimeshukuru. Ile kitu iko sasa. Na tumekukaribisha katika Uislamu. Na hiyo tunachukua tu nambari yako hivyo tunakuwa utachukua nambari. Pumzika hapo dakika 2 kunywe chai. Chai iko hapo, kunywa chai. Mpe huyu wa mwisho. Ngoja kilo haya. Mpe huyu wa mwisho utamalizia. Haya, kaka wanakuita nani? Alafu kiti iko hapa. Hebu ngoja kwanza. Kuna kaka naona pia anataka kuuliza. Alafu wewe unaenda wapi? Chai iko hapo pia. Pata chai kikombe. Amos. Wanakuita Amos. Asante, ubarikiwe Amos. Asante. Mimi sina swali. Una swali? Ungependa kujiunga kuwa Muislamu Amos? Mimi dini yako imekutosha. Asante. Dini yako ni gani? Ukristo. Je, kuna mahali katika Biblia imeandikwa Ukristo ni dini? Dini yangu ni Ukristo. Kuna mahali imeandikwa kwa Biblia? Haijaandikwa. So unafuata kitu ambacho haijaandikwa? Dini yangu naamini